Licha ya hali ya kawaida kurejea katika kijiji hiki cha Ntinga, ambapo siku ya Alhamisi kijiji hiki kilikumbwa na mafuriko, na wananchi wa maeneo haya akiwemo Joseph Siami na Abinala Sirwimba wanaiomba serikali kutuma wataalamu kwenda kutoa semina ya namna ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko sambamba na kutibu maji yanayozagaa mitaani ambayo yanaweza kuwa ni chanzo cha magonjwa. Sisi tunaomba mamlaka husika ya wataalamu wa afya waje watutembelee, watoe semina kuhusu haya maji, maana watoto wanazidi kuchezea mpaka saa hizi. Kwa tunaweza tukapata magonjwa ya mlipuko. Na ugonjwa wa mlipuko ukilipuka hapa waga hauchagui mtoto wala au mkubwa. Haya maji tunaona kwamba sio salama kwa ajili ya kwamba kuna vyoo ambavyo vimefumuka, vimeleta uchafu huko, watu wanaweza kupata magonjwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetunza maji jaba 4 ya mvua na ndoo kama 6 na dumu kama 6 hivi yameondoka na midumu. Aidha, mwenyekiti wa kijiji Abednego Simkoko amewataka wananchi kuchukua tahadhari za kiafya hasa kwa kuzingatia matumizi ya maji ya kunywa. Tunajitahidi tu kuambia wananchi kwamba tujitahidi sana kuangalia hasa maji tutakayokuwa tunayatumia kutoka ile siku ya jana, maana vyoo vilifumuka, maji yalijaa chooni yakatapaka mitaani. Kwa hiyo tunajitahidi tu kuambia tu wananchi kuwa ni heri afadhali wajitahidi kuchemsha angalau hata maji ya kunywa ili kuepukana na matatizo ya magonjwa ya mlipuko. Mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mondobo ameagiza idara ya afya pamoja na RUWASA kwenda kupima ubora wa maji ya visima wanayoyatumia wananchi hao. Ni mwelekeze kaimu dasi, mwagize TMO awaeleze watu wote wawe kwenye tahadhari. Lakini RUWASA waje kupima maji kwenye visima vyenu hivi, waje kupima kuangalia ubora wa maji. Aida Matthew Kraus, Songwe.